Kisimama hapo, swaumu kadhalika inawalenga watu maalumu, sio kila mtu. Kutiba alaikum siyamu, mmefaradhishiwa kufunga. Swaumu ni maelekezo ya Mungu moja kwa moja, si maelekezo ya mtu fulani kayaleta tufanye. Hapana, ni Mungu mwenyewe ndo kaagiza kwenye maelekezo ya kitabu. Kama kutiba, hata waliotangulia kabla yetu, umma zilizopita, na wao walipewa amri na Mungu ya kufunga. Kwa na sisi tunafunga, ni amri miongoni mwa sehemu ya amri walizopewa wale waliokuwepo kabla yetu. La'allakum, lengo la kufunga ni kutengeneza nafsi vizuri, ni kutengeneza imani vizuri, ni kutengeneza matendo vizuri, ni kutengeneza taswira na muonekano wa mtu aliyetoka kwenye misingi ya Mungu. Swaumu imrudishe kwa Mungu. Enyi mlioamini. Walioamini si kila mtu. Aha. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akauishi unyenyekevu kwa sababu ya swaumu, lakini nje ya swaumu akarudi kwenye mambo yake, kwenye zile taratibu za kiimani kama nilivyoanza, huyu anakuwa hajakamilika. Aliyekamilika, labda mtu yuko shuleni anasomeshwa na mwalimu, kapokea material kwa mwalimu, mwalimu anatarajia ima ajira itokane na yale aliyoyasoma na muonekano wake uko nje ufanane na yale aliyoyasoma kwa mwalimu. Kama umesoma chuo kikuu, masters, una vitu vingine umesoma, lakini ile elimu yako haifanani na matendo yako na muonekano wako, wewe bado hujasoma. Kwa tunataraji sasa swaumu imtengeneze mtu aliyetoka kwenye mistari, hata baada ya swaumu aishi kwenye njia. Huyu tunasema ni miongoni mwa wale walioamini. Lakini kama mtu ataishi swaumu kimatendo, akawa mtiifu, lakini nje ya swaumu akarudi kwenye mambo yake, huyu hajaielewa swaumu na si miongoni mwa wale watakatifu waliokusudiwa na Mungu. Ili uwe mtu safi, lazima baada ya shule udhihirishe muonekano wako. Baada ya shule sasa unaishi kwa mujibu wa elimu ulioipata. Mathalan, ndani ya swaumu ni shule, tunaifundishwa imani, tunafundishwa unyenyekevu, tunafundishwa upole, kuacha zina, kuacha kuiba, kuteta, kusenkenya. Hata nje ya swaumu pia elimu hii tukaishi nayo. Nasema hawa walifahamu elimu na wameishi elimu.